إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, katika siku ya leo tunaendelea darasa yetu ya masala ya sheria ya dini yetu tukufu ya Kiislamu, na tungali katika masailu al-ibadat au fiqhu al-ibadat. Tupo katika masala ya sheria mbalimbali kunako ibada zetu za kila siku, lakini pia tungali katika mlango wa tahara ambao ndio ufunguo wa ibada zetu, hasatan ibada ya swala. Leo tutaingia babu sabi' fi al-ghusli, mlango nambari 7 katika masala ya kuoga ama kukoga. Tutaangalia maana al-ghusli wa hukmuhu wa daliluhu, maana ya kukoga ni nini, ni ipi, wa hukmuhu, na hukumu yake nini, ni wajibu ama sunna au mustahab, na ushahidi wa hayo utakaoyazungumza. Ama maana ya kukoga katika medani ya lugha ya Kiarabu, neno ghusl ni masdari fi min ghasli shay'in yaghsiluhu fahuwa ghaslan wa ghusla. Chanzo asili ya neno al-ghusli ni masdari, ndiyo shina la neno kuoga, anaoga, kukosha na kuoga kwenyewe. Wa huwa tamamu al-ghusl al-jasadi kullihi, nako ni kukamilisha kuosha kiwiliwili chote au mwili wote. Hiyo ni maana ya ghusli katika lugha ya Kiarabu. Amma shar'an, ama kisheria, yani jinsi wanazuoni wa Kiislamu walivyozungumza kupitia adilla na shahidi mbalimbali za Qur'an na Sunna, ni ta'amimul badan bil ma'i, ni kuueneza mwili mzima kwa maji, au isti'mal ma'un tahurun fi jami'il badan, au kutumia maji yaliyokuwa tahara yenye kutoharisha katika mwili wote, ala sifatin makhsusa, kwa mtindo na namna na aina maalum. Tutaiona ala wajhi at-ta'abbud lillahi subhanahu, na kwa ajili au tuwafanya hivyo ikiwa ni sehemu ya kutekeleza au ya kufanya ibada kwa ajili ya Allah aliyomtukufu au aliyotakasika. Ama hukumu yake, walghuslu wajibun idha wujida mujibuhu, kuoga ni jambo la wajibu pale ambapo linapopatikanwa jambo la kuwajibisha kuoga. Liqaulihi ta'ala, wa in kuntum junuba fatahharu, kwa kauli ya Allah mtukufu, sura ya 5 al-Maida aya 6, wa in kuntum junuba fatahharu, na mkiwa katika hali ya josho kubwa baada ya kukutana na wenza wenu, au katika hali ya janaba, basi jitaharisheni. Kwa hiyo uwajibu wa kukoga upo kwa yale matukio yanayomtokea mtu ambaye anamlazimu akoge. Tutayakuja kuyaona katika mazungumzo yetu.
wal ahadithu allati warada fiha kayfiyatul ghusli an adadi min as-sahabati naqlan an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na hadithi zilizothibiti juu ya namna ya kukoga ambao zimenukuliwa kutoka kwa masahaba wengi sana wakimnukuu mjumbe wa Allah, rehma na amani iwe juu yake, dalatu ala wujubihi. Hadithi hizo zinajulisha au zinafahamisha juu ya wajibu wa kuoga. Wasayati tarfun minha qariban insha Allah, na itakuja sehemu ya hayo au hizo hadithi hivi punde Allah akipenda. Tufuatie mujibatuhu. Tumeona kuoga ni wajibu pale ambapo yanapatikana mambo ambayo yanamuwajibisha mtu kukoga. Tuyatazame mambo hayo. Wajibu alghuslu lilasbabi alatiya, ni wajibu kukoga kwa sababu zifuatazo. Mosi, khurujul mani min makhrajihi, kutoka maji ya uzazi, manii, shahwa, kutoka matokeo yake ya asili. Washtaratu an yakuna dafqan biladhatin min dhakarin au untha, na hili kufahamikanwa kwamba hayo ni maji yale ya uzazi, ni manii, yapaswa kutoka dafqan, kwa kuruka, tena biladhatin, na ladha fulani inapatikanwa, min dhakarin, iwe ni kwa mwanaume, au untha, au mwanamke. Khuliqa al-insan min ma'in dafiq, Allah anasema mwanadamu ameumbwa kwa maji ya chupayo yenye kuruka. Min ayi shay'in khalaqah, inasemaje ya nyuma, lakini kipande kizungumza khuliqa al-insan min ma'in dafiq. Tutaona liqaulihi ta'ala, fa in kuntum junuba fatahharu, mkiwa mna janaba basi jitaharisheni. Waliqaulihi li Ali radhiyallahu anhu, na kauli yake Mtume rehma na amani juu yake alipomwambia Ali, Allah muiradhi, idha fadahta alma faghtasil, pindi utakaporusha maji na ukoge. Malam ay dafaqta dafqatuhu ay dafaquhu wal muradu al mani difqatuhu, ma lam yakun na'iman wa nahwihi fala tushtaratu al ladha, ukitokwa na maji kwa ladha na mruko yakachupa, basi ni wajibu kuoga. Kwa nini kunatajwa kuchupa ama kuruka na ladha? Kwa sababu kuna maji yanamtoka mwanadamu katika tupu ya mbele ya mwanamke au mwanaume, lakini si manii, yale huwa hayaruki. Umeeleweka? Yale yanaitwa alwadi au almadhi. Sasa yale hayatoki hata kwa ladha, husikii ladha, mtu hasikii ladha anapotoka, na pia huwa hayaruki. Sio maun dafiq, sio maji yarukayo. Ndio maana akawekwa Ali, Mtume akamwambia Sayyidina Ali, ukitokwa na maji yarukayo kwa ladha uoge. Kusudio hapa ni mani. Lakini pia fala tushtaratu al-ladha lianna an-naima qad la yahissu bihi, ikiwa mtu aliolala haishurutishi kwamba kwa kuna ladha fulani ipatikanwe au maji yaruke, kwa sababu mtu amelala si rahisi kuhisi. Hapa hakuna sharti la ladha wala kuruka maji, sababu mtu amelala amesinzia akajiotea. Qala waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam lamma suila hal ala almar'a ghaslu idha ihtalamat, na hii ni kwa mujibu wa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa, je, ni juu ya mwanamke au ni wajibu kwa mwanamke kukoga anapojiotea? Qala, Mtume akasema naam, ndio,
idha ra'atil maa, atapoona maji. Kuna funzo lingine tena hapa. Ikiwa mtu ameota usiku anafanya tendo la ndoa kwa hali yoyote ile, na akaamka asikute athari yoyote ya maji katika nguo yake alolalia au pale alipolala, hapa huyu mtu hana janaba wala hana uwajibu wa kukoga janaba. Ndio mtu akasema idha ra'atil maa. Alipojibu mtu ambaye atajiotea usiku ni wajibu akoge, akasema ndio, lazima akoge, lakini kwa sharti idha ra'atil maa, atapoona maji yale ya uzazi. Kwa hiyo umetokea umejiotea kwenye jambo la ndoa, ukaamka hakuna athari yoyote katika mwili wako wala nguo ulioivaa, hapo hakuna kuoga. Imeeleweka Tayib. Ndio maana idha wa hadha kulluhu mujma'u alayhi. Na haya maelezo yote tuliyotangulia kuyasema hapo juu ni maelezo ambayo wanazuoni wamekubaliana, wala hayana shaka ndani yake, wala ikhtilafu hakuna. Hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza linalomfanya mtu akoge, ni kutokwa na maji ya uzazi, manii, ima kwa kukutana na mwenza wake, ama kujitoa kwa mkono wake, ama kujiotea na hali zinginezo. La pili, islamu taghyib hashafatu dhakari kulliha au qadriha fil farj. Jambo la pili ambalo lamwajibisha mtu akoge ni kuzamisha mwanaume, kuzamisha uume wake wote katika tupu ya mwanamke, au sehemu tu ya uume wake akauweka katika tupu ya mwanamke. Tena hata akigusisha tu katika tupu ya mwanamke, basi yampasa aoge, wa illam yahsul al-inzal bila hail. Hata kama kutia kwake tupu hiyo kwa mwanamke, ama kugusa tupu yake gusana na mwanamke, hajatokwa na manii yeye wala mwanamke, uwajibu kwa wao wote ni kuoga. Mmekwenda katika hali ile, amekufika kishindo, mkaishia njiani kwa mambo yenu wenyewe mnaojua wenyewe, kwa hali yote ile, shekhe hukumu yake ni kuoga, hata kama hamjatokwa manii nyote wawili au mmoja kati yenu. Limeeleweka hapo Na hili ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, istina bila hail, zikagusana pasina kizuizi kati ya tupu ya mwanamke na mwanaume, hapo ndio wajibu unakuja wa kuoga. Haya ni kwa mujibu wa hadithi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema idha jalasa baina sha'biha al-arba'i, mwanamume atakapokaa kati ya miguu miwili ya mwanamke, wa massal khitanul khitana, na vikagusana vile vitairiwa, wajaba al-ghusli, itakuwa ni wajibu kuoga. Kisha mshtuka, vitairiwa vipi tena? Najua vitairiwa ni mwanaume tu, sasa vitairiwa kivipi? Kasema au massal khitanul khitana, au kitairiwa cha kiume kikakigusa kitairiwa cha kike. Katika baadhi wanasema idhaltaqal khitanani, vikikutana vitairiwa viwili, wajaba al-ghusli, ni wajibu kuoga. Masala yana mengi katika hili. Ukweli ni kwamba kuna masailu at-taghlib, babu at-taghlib, jambo la kilugha la kimoja kukizidi kingine katika utajo. Mfano, unavyosema abun katika lugha ya Kiarabu maana yake ni baba, abun. Ukisema abuani, baba wawili, lakini haikusudiwa baba wawili, inakusudiwa baba na mama. Walidun ni mzazi wa kiume, walidaini wazazi wawili wa kiume, haikusudii hivyo, kusudiwa mzazi, maana yake hapa baba na mama. Chokusudiwa hapa si kitairiwa hicho, bali ni kimoja kama kilivyo, vikaitwa kwa lugha hiyo. Kuna mazungumzo yanazungumzwa katika hili, sio wakati wake kuyazungumza.
juu ya swala la kutairiwa ama kuondoshwa sehemu ya tupu ya mwanamke. Kuna mambo yamezungumzwa na wanazuoni pia katika hili, tutakuja kuyazungumza wakati mwingine, lakini hapa tunaweka jambo katika mtindo huo. Tayib, kwa hiyo vikigusana shekhe ni kuoga, hadithi ya Mtume. Lakin la yajibu alghuslu fi hadhihi alhala illa ala ibn 10 au bint 7 fama fawq. Lakini uwajibu huu wa kuoga si kwa watoto wadogo wakikusana, ambao ni muhali pia, maana tabia mbaya itakuwa hiyo. Uwajibu huu ni kuanzia mtoto wa kiume mwenye miaka 10 na kwenda juu, au mtoto wa kike mwenye miaka 9 na kwenda juu, ndio wajibu wa kuoga unakuja hivyo. Hilo ni jambo la pili ambalo linamwajibisha mtu akoge. Jambo la tatu, islamul kafir au al-murtad. Anaposilimu yoyote asiyokuwa Muislamu, mpingaji yoyote yule, au yule alioritadi akatoka ndani ya Uislamu, iwapaswa iwalazimika akoge. Kwa hiyo mtu akisilimu, katika wajibu wake wa kwanza ni kuoga. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara Qais ibn Asim radiyallahu anhu hina aslama an yaghtasila, kwa sababu Nabii rehma na amani ziwe juu yake alimwamuru sahaba Qais mwana wa Asim, Allah mwiradhi, aliposilimu akamwambia aoge. An yaghtasila, kuoga, akamwambia oga. Kwa jambo la pili lazimika mtu kuoga ni hilo la kusilimu. La tatu, inqita'u damu alhaidhi wan nifas, kukatika ama kumalizika damu ya ada ya mwezi, hedhi kwa kina mama, wan nifas, na kumalizika kwa ada ya kujifungua pia kwa kina mama, nifas. Na hili pia ni kwa mujibu wa hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala li Fatima binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha, Mtume alimwambia Fatima binti wa Abi Hubaysh, Allah muiradhi huyo Fatima, si yule Fatima mtoto wake Mtume, huyu ni mwingine. Idha aqbalatil haidha fad'i as-salah, itapokuja hedhi acha kuswali, itapoingia kwenye ada manake. Wa idha adbarat faghtasili wa salli, itapoondoka basi koga na uswali. Wanufasau kalhaidhi bil ijma'i, na hukumu za watu wenye nifas, ile damu ya baada ya kujifungua, hukumu zake ni sawa na damu sawa na damu ya hedhi. Yani yale yaliyotakiwa na kukatazwa kwa mtu mwenye hedhi ndio hayo yanapaswa kutendwa ama kukatazwa kwa mtu ambaye mwenye nifas. Kwa hiyo jambo la 4 ni kukatia kwa damu ya hedhi au nifas. La 5 la mwisho, almautu liqaulihi sallallahu alayhi wasallama fi hadithi ghasl ibnatihi Zainab radhiyallahu anha hina tuwfiyat ighsilnaha. Na pia mauti, mtu akifa ni wajibu aoge, na hapa anaoshwa, na ni moja katika yale mambo 8 ambayo anafanyiwa maiti baada ya kufa. La kwanza ni kuoshwa, la pili kuvekwa sanda, la 3 kuswaliwa, la 4 kuzikwa. Maiti hii ni maiti ya Kiislamu, ndivyo inavyofanywa. Mengine yote ni mbwembwe tunaweka sisi, na kufanya mambo yawe marefu na kusafirisha na kupeleka huku mara kule, tumsubiri fulani akae siku 3 akae siku 4 mochwari kule, akae huku, mara dua zipigwe nyingi, visomo virefu pale. Hapana, mane haya ndiyo yaliyothibiti na kusibu katika mafunzo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Waqala na hili ni kwa mujibu wa hadithi au mazungumzo ya mtume alipowaambia wakina mama wamuoshe bintie Zainab al-Fariki, ighsilnaha, mkosheni binti yangu. Na pia waqala fil muhrim, na alisema kumwambia mtu ambaye alikufa hali ya kuwa amehirimia hija, akasemaje? Akawaambia ighsiluhu bima'in wa sidrin, mkosheni kwa maji na mkunazi.
Mkunazi ni majani yalikuwa yakitumiwa zama hizo ili kutakatisha chombo au wakati wa kumuosha maiti na kadhalika. Sasa hivi kuna vitakatishaji vingi, sabuni na kadhalika, badala hiyo asidri, mkunazi. Wadhalika taabudan, na hilo tunafanya hayo yote hayo ya kukoga katika mambo hayo matano ni utii kwa Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu, naam, ni utii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine tuliangalie sifatul ghusli wa kaifiyatuhu, namna, mtindo, jinsi ya kukoga na namna zake. Lilghusli min aljanaba kaifiyatani, kuoga dhidi ya janaba na majosho yote makubwa kuna aina mbili. Kaifiyati ijza'in, kuna namna ambayo yajuzu, yani ukifanya tayari janaba limeondoka au hedhi au nifas. Wa kaifiyatu kamalin, na pia aina nyingine ni ukamilifu tu na ziada za sunna. Amma kaifiyatul ijza'i, ama mtindo na namna ya inayojuzu katika sheria, fa an yu'ammima badanahu bilma'i ibtida'an ma'an niyya, ni tukio la mtu kueneza maji mwili wake wote akianza na nia. Haya mawili ukiyafanya, josho lolote lile la wajibu limeondoka. Kueneza maji mwili mzima na kutia nia, haya ndio yanabeba josho, ndio inajuzu kufanya hivyo. Lihadithi Maimuna radhiyallahu anha, kwa hadithi ya Maimuna, Allah miradhi, huyu ni mmoja katika wakeze Mtume. Wada'tu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ghuslan wa satartuhu fasabba ala yadihi faghasalaha marratan au marrataini. Qala Sulaiman la adri adhakara thalatha am la, thumma afragha yaminihi, kwani ameandika yaminihi wa hadha mudhaf ilayhi, thumma afragha yaminahu ala shimalihi, sah, faghasala farjahu. Sasa kuoga ambako ni kwa kikamilifu zaidi kwa kufuata sunna. Bi Maimuna radhiyallahu anha anatusimulia, nilimwekea Mtume sallallahu alayhi wasallam maji waje kuoga. Mtume akamimina kwa mikono yake maji katika viganja vyake viwili, akaviosha mara moja au mara mbili au mara tatu kwa mujibu wa hadithi hii. Kisha akakosha, kisha akamimina kupitia mkono wake wa kulia maji juu ya mkono wake wa kushoto, akaosha sehemu zake za siri. Thumma dallaka yadahu bil ardi au bil haiti, kisha akasugua mkono wake namna hii katika ardhi au katika ukuta. Thumma tamadmadha, kisha akatia maji mdomoni na kuyatoa au kusukutua. Wastanshaka, na akabadilisha maji puani na kuyatoa. Wa ghasala wajhahu, akaosha uso wake, wadaihi, na mikono yake. Wa ghasala ra'sahu thumma sabba ala jasadihi thumma tanaha faghasala qadamaihi, kisha akaosha kichwa chake, na baada ya hapo akajimiminia maji katika mwili mzima. Baada ya hapo akakaa kando kidogo, tanaha janib kidogo, akamalizia kukosha miguu yake. Ukiangalia mtindo huu ndio mtindo ambao unasibu katika swala nini la kutawadha. Kabla ya kukoga unaosha mikono yako miwili, viganja vyako na kusudia. Baada ya hapo unaosha sehemu zako za siri, kisha baada ya hapo unatawadha kama udhu ule wa swala, ila miguu hauimalizii katika kutawadha kwako. Kisha unajimimina maji mwili mzima, mwishoni unamalizia miguu yako miwili, unakuwa umeshatoka katika janaba na ushatawadha tayari. Huu ni ukogaji ule wa sunna ambao ni ukamilifu zaidi katika kukoga kuliko ule wa mwanzo wa kutia nia na kueneza maji katika mwili mzima. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها وفيه ثم يخلل بيده شعره. Na pia mfano wa hivyo kuna hadithi ya Aisha aliongeza jambo hili, kisha
Mtume alikuwa akiesua nywele zake na kuzichambua, hata idha dhanna annahu qad urwiya basharatihi, mpaka atapofahamu kupata yakini kwamba tayari ngozi yake imelowana na maji yale. Afadha alayhi alma'u 3 marati thumma ghasala sa'ir jasadihi, alikuwa baada ya hapo anaeneza maji mara 3 katika kichwa chake, kisha anamaliza kwa kuosha mwili wake mzima. Hiyo ni aina ya ukogaji ambao umetajwa na sheria. Wa kwanza ni ule ambao mtu unafanya mara 2 tu hivyo. Kuna majambo mengine yamezungumzwa, mfano mwanamama ambaye ana nywele nyingi au amesuka, anapotaka anapooga kwa ajili ya janaba, anapaswa kufumua nywele zake zile ili akoge? Jawabu ni kwamba hakuna kitu kama hicho. Wala yajibu ala almar'a naqdhu sha'riha fi alghusl min aljanaba, walzamuha dhalika fi alghusl min alhayd. Si wajibu kwa mwanamama, mwanamke, kufumua nywele zake anapooga kwa ajili ya kujitaharisha ili kuondosha janaba katika mwili wake, si wajibu. Ingekuwa sasa kazi ni ngumu, futana mwenza wake inabidi afumue nywele usiku huo, ama ni usiku mathalan aoge, sasa kama hawezi kufumua nywele na asubuhi na alfajiri, ingekuwa ni mtihani. Na baadhi ya wanazuoni wakasema hata haid halikadhalika hakuna ulazima wa kuesua nywele. Lakini haikuishia hapo, hata anapokoshwa maiti, hapa ndio kuna gogoro huwa linakuja. Na wengine wanakazana kumsukua zile nywele, kumsukulua nywele zake, yani kumfumua. Wanasema hapana, unamuumiza bure. Ikiwa kuna ulazima, basi basuguliwe, kisha maji yanaenea na kuingia katika ngozi yake. Hakuna ulazima wa kumfumua maiti eti kwa sababu mnamkosha, mnakuwa mnamsumbua na mnamuumiza. Na tumehadharishwa sana tunapokuwa tukiwakosha maiti kutotumia nguvu ambayo itaonekana kwa mtu wa kawaida anaweza kaumia, anasikia maumivu, basi unaambiwa mwana aliyekufa pia anasikia maumivu kama unavyosikia mtu aliyokuwa hai. Bali yasemekana kwamba yeye anasikia maumivu zaidi kwa sababu bado ana uchungu wa mauti. Kwa hiyo tusifumue zile. Inasema kuna swala lazima zile nywele za kuunganisha, ndio kidogo hapo baadhi wanasema ni bora zikatolewa, na utolewaji wake si kuzifumua ambapo itatumia maumivu na muda mrefu, ni kukata, kwa maana zile zilizozidi kuzikata na kuchambua, na kama ni kichanuo kidogo na kuzikata kwa mkasi ili aende katika hali iliyokuwa nzuri na tohara. Na haya ya kutochambua ama kutofumua nywele tunayapata pia katika mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha, anasema qultu ya Rasulallah, nilisema mjumbe wa Allah, inni imra'atun ashaddu sufrin ra'si afa anqudhuhu li ghusli aljanabah, mimi mwanamama ambao nina nywele nyingi na nazisuka nywele hizo na nakuwa na uzito katika kuzifumua, je, nizifumue kwa ajili ya kuoga kwa ajili ya janaba? Qala, mtume akasema, la, hapana, innama yakfik an tuhashi ala ra'sika 3 hashayatin, isipokuwa si vinginevyo bali ya kutosha wewe kuzichambua nywele zako zile na kumimina maji katika nywele zako mara 3 mfululizo, ya kutosha hiyo. Thumma tafidhina alayka almaa fatatuhirina, kisha baada ya kuzichambua na kuziesua nywele zile kwa maji na nini mara 3, kisha unajimimina maji katika kichwa chote na utakuwa umetoharika. Jambo lingine, ahkamul mutaratibatu ala man wajaba alayhi alghusl, hukumu ambazo zinafungamana kwa yule ambaye
ni wajibu kwake kukoga ni zipi? Moja, la yajuzu lahu almukthu fi almasjid illa abiri sabili, ni qawlihi ta'ala wala junuban illa abiri sabilin. Hairuhusi kukaa msikitini kwa mtu mwenye janaba, hata hedhi halikadhalika, isipokuwa mpita njia, kwamba hakuna namna, lazima upite hapo ukapate huduma fulani, au kuna jambo limetokea inabidi uende upande wa pili wa msikiti, au sehemu hata ya kina mama utakoenda, au ya kina baba, kuna jambo lazima uingie hapo, utapita, lakini si kukaa ukiwa na janaba, mwanamke au mwanaume. Halikadhalika hedhi hivyo hivyo, akiwa na hedhi mwanamke au nifas, haruhusi kukaa msikitini, ila kupita kwa dharura chap inaruhusiwa, ila ajistiri tu asije akaacha athari ya damu maeneo ya msikiti ambayo itakuwa ni najisi, ya kunajisi eneo la kuswalia. Kwa hiyo haijuzu kwake kukaa msikitini, kwa aya niliyoisoma hapo mwanzo inayopatikana katika sura ya 4 aya 43 sura An-Nisa, anasema wala junuban, wala mtu mwenye janaba hapaswi kukaa msikitini, illa abiri sabilin, isipokuwa mpita njia. فإذا توضأ جاز المكث على المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين. Kuna kauli pia za wanazuoni husemwa kwamba akitaka ima akitawadha na janaba lake na hedhi yake au nifasi yake akatawadha, yuruhusiwa kukaa msikitini kwa dharura, kwa kauli za baadhi ya wanazuoni kwamba maswahaba radhiallahu anhum walionekana wakifanya hivyo zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye hakuwakataza. Na udhu ni moja katika tahara mbili, tahara ya kukoga na tahara ya kutawadha. Hayo ni baadhi ya maneno, lakini wanazuoni wengi wamekubaliana hakuna jinsi ya kukaa msikitini mpaka mtu awe ametoharika na kukoga. Jambo la pili, yajuzu lahu masul mushafi liqaulihi ta'ala la yamassuhu illa almutahharun. Haipaswi pia kugusa msahafu, kauli ya Allah isemayo katika suratul Waqi'a, sura ya 40 ngapi kama sikosei, aya 89, anasema la yamassuhu, haugusi huo msahafu wa Qur'ani, illa almutahharun, isipokuwa wale waliokuwa tahara ndio wanapaswa kuugusa. Na kauli ya mtume isemayo la yamassul mushaf illa tahir, hapaswi kugusa msahafu siku yule ambaye yuko tahara. Kwa hayo yanakatazwa kwa mtu mwenye janaba, haidha au nifas. La tatu, la juzu lahu qira'atul Qur'ani. Hili ndio lina ikhtilafu nyingi sasa. Haijuzu kwake yeye kusoma Qur'ani. Fala yaqra'u aljunubu shay'an min alqur'ani hatta yaghtasil, asisome mwenye janaba chochote katika Qur'ani mpaka akoge. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu qala kana alayhi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'ati alquran shay'un illa aljanaba, alikuwa mtume rehma amazo yake hakimzuili chochote kusoma Qur'ani isipokuwa jambo la janaba tu. Baadhi ya wanazuoni wakasema hukumu hii ni katika janaba peke yake, lakini hukumu ya hedhi na nifas anaruhusiwa mwanamama kusoma Qur'ani kwa sababu inachukua muda mrefu. Lakini baadhi ya wanazuoni wakasema hapana, naye pia haruhusiwi. Lakini kauli za wanazuoni wengi pia zikazungumzwa kwamba wanaruhusiwa kusoma Qur'ani mwenye janaba, mwenye hedhi, mwenye nifas, alimradi asishike msahafu. Wakatoa ruhusa ambayo imewekwa katika Uislamu ya adhkari na nyiradi mbalimbali. Wanaruhusiwa kufanya nyiradi kama nyiradi na adhkari ya mauradi wameruhusiwa kufanya, na uradi mara nyingi una Qur'ani ndani yake. Uradi ni dua, Rabbana atina fi dunya hasana, hiyo ni dua na ni aya na nyingine nyingi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama, ni dua, ni uradi, ni adhkari, ni nyiradi hii, lakini pia ni aya.
Lakini pia ushahidi mwingine, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwaambia wanawake walio kwenye ada zao za mwezi au ada zao za kujifungua siku ya Idi wahudhurie katika viwanja au musalla, pahala ambapo huswaliwa Idi, wafanye kila kitu na wale wenye kuswali isipokuwa swala peke yake. Na ndio hikma pia ya sunna ambayo ni muakkada iliyokotezwa kuswaliwa swala za Idi viwanjani. Hadithi inasema walikuwa wakiwatoa kina mama na kina dada wote na hata wanawake wanaokaa ndani, mabinti wanatoka ajili ya swala ya Idi, wale kwenye hadhi na haidh na nifasa wanatoka kwenye swala ya Idi, fa takbira na nyiradi mbalimbali endelea nazo. Pia wakatoa ushahidi mwingine katika ibada ya haji. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama alimwambia Bi Aisha radhiyallahu anha afanye ibada zote zinazotakiwa katika haji isipokuwa kutufu, kuzunguka al-Kaaba. Na zina nyiradi mbalimbali, zina aya. Kuna sehemu ukifika unasoma aya, inna safa wal marwata min sha'airillah, katika kukimbia kati ya kilima Safa na Marwa. Kuna sunna ya kutamka maneno haya ambayo ni aya, inna safa, haika kilima Safa, wal marwa, na Marwa, kilima Marwa, min sha'airillah, katika alama za uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanamama pia anastahiki, kuna aya, kuna hadithi nyingi zinamtaka mtu kabla ya kulala katika sunna asome muawwadhatain, yani qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu bin nas, na ikhlas, qul wallahu ahad mara 3. Ayat kursi waisome, kisha apulizie katika nini, viganja vyake, na ajipakae mwili mzima isipokuwa asiguse sehemu za siri. Ni Qur'ani pia hiyo. Kwa hiyo kauli ambayo ni nzito, wanazuoni wamezungumza, ina hoja nyingi sana, ni kwamba yuwaruhusiwa aliyo kwenye janaba, mahedhi ya manifas, kusoma Qur'ani bila tu kuishika Qur'ani. Imeeleweka Wayuhramu aidha, jambo la 4 ambalo ni haramu kwa mtu mwenye hedhi au nifasi janaba ni kuswali. La 5 ni kutufu ama kuzunguka al-Kaaba. Na nukta nyingine bila shaka ndio ya mwisho katika mazungumzo yetu ya leo, al-aghsalu al-mustahabba, majosho yapendezayo, yani majosho ama kuoga ambako ni sunna, si lazima, si wajibu. Tumeona kule aina 4 kama sikosei za kuoga kwa lazima: mtu ambaye ametoka na manii kwa njia yote ile, mtu aliyojiotea amekoma peke yake, mtu aliyosilimu au kuritadi akaingia arudi na Uislamu takiwa akoge, na maiti takiwa afanye nini? Akoshwe. Tumeyaona kule kwamba ni miongoni mwa mambo ambayo ni wajibu, mtu akimtokea lazima mtu aoge. Sasa tunaangalia yale ambayo yako 5, kukatika kwa damu ya hedhi na nifasi, ndio la 5 katika yale ambayo ni wajibu mtu akoge. Tunaangalia yale ambayo ni sunna kuoga. Taqaddama bayanu aghsalul wajiba, kumetanguliwa kule mwanzo, tumetangulia kubainisha majosho ya wajibu. Wa amma al-aghsalul masnuna wal mustahabba fahiya, ama majosho yaliyosuniwa na yanayopendeza ni haya yafuatayo. Mosi, al-ightisalu inda kulli jima'in, kukoga kila baada ya tendo la ndoa. Yani unakoga lakini lengo la kurudia tendo unalo, yani unafanya tendo la ndoa afu unakoga, lakini lengo la kurudia unalo. Imeeleweka hapo? Yani unakoga, unaingia tena tendo la ndoa, unakoga na kuendelea namna hiyo. Lihadithi Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na hili ni kwa mujibu wa hadithi iliyosimuliwa na Abu Rafi', Allah miradhi, kwa hakika nabii wa Allah, rehma na amani za juu yake, kana dhata lailatin, ili alikuwa katika usiku mmoja, yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi, qal, alikuwa akikoga kwa huyu ama kwa hili na kwa hili. Amekutana na huyu mke, huyu kakoga, akutana na mke mwingine kakoga, au akutana akafanya tendo la ndoa kakoga, mara mbili tena kauli tendo kakoga tena. Qala, kasema, faqultu ya Rasul Allah ala taj'aluhu wahida,
Nikasema kumwambia Mtume, Abu Rafi anasema, kwani usifanye jiwe josho moja peke yake? Qala, Mtume akasema, hadha azka wa atyab wa athhar, hili ni azka, lapendeza mno, latakasa mno, linafanya mtu atakasike mno, wa atyab, na ni zuri, wa athhar, na la kujitaharisha zaidi vizuri. Maana yake ni vizuri kufanya hivyo. Sababu ya tatu ambayo ni sunna kuoga, alghaslu liljumua, ni kuoga kwa ajili ya swala ya Ijumaa, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, wa kauli ya Mtume Allah rehma na amani juu yake, idha jaa ahadukumul jumua falyaghtasil, atapokwenda mmoja wenu ama kuijia mmoja wenu swala ya Ijumaa, basi na akoge. Wa huwa akadul aghsalul mustahabba, na hili josho kwa ajili ya swala ya Ijumaa ndiyo josho lilokokotezwa zaidi, yani ndiyo linotiliwa mkazo zaidi katika sunna, miongoni mwa majosho ambayo ni mustahaba, yanapendeza kuyakoga. Tatu, al-ightisalu lil-eidaini, kuoga kwa ajili ya kuswali idi mbili, Eid al-Adha au Eid al-Hajj maita au idi kubwa sijui Eid al-Akbar, na Eid al-Fitri, idi ya baada ya Ramadhan. Nne, al-ightisalu inda al-ihram bil-umrati wal-hajj, kuoga baada ya mtu kuwa amehirimia kutia nia ya kutekeleza ibada ya umra au ibada ya hija. Fa innahu sallallahu alayhi wasallam ightasala liihramihi, kwa hakika yeye rehma na amani juu yake alikoga kwa ajili ya kuhirimia kwake. La tano la mwisho, alghuslu man ghassala almayyit au ghassala almayyit, ni josho kwa mtu ambaye ameosha maiti, ni sunna, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, wa kauli ya Mtume semayo, man ghassala mayitan falyaghtasil, yeyote atakayeosha maiti basi naye akoge. Hayo ndiyo ambayo tumeweza kuyakusanya siku hii leo katika mlango mzuri na wa muhimu mno, mlango wa kukoga. Wallahu a'lam. Insha Allah darasa ijayo tutaingia katika mlango muhimu pia, nao ni mlango wa at-tayammum, kukusudia au kutayammam. Tuliozoea tutaangalia yanayofungamana hilo, na mlango tutaukamilisha insha Allah katika darasa ijayo biidhnillahi ta'ala. Karibuni kwa maswali. Hadithi ilivyokuja, mmoja wenu akikaa baina sha'abihal arba'a, kati ya maeneo yake mane mwanamke, mikono miwili na miguu au mapaja mawili, takiwa akoge. Kichozungumzwa hapa ni kinaya, sio jambo la kukaa eneo hilo tu, bali pale pale kwa mfano kwenye hadithi ile iliyopita kwamba ikigusana tupu ya mwanamke na wanaume, sharti ni hilo, tena bi ghairi hailin, pasina kizuizi. Shekhe, tupu ya mwanamke ikishaguswa na tupu ya mwanaume ikishagusana tu, wajibu ni kuoga, sharti liko hapo, kwa ataoga janaba moja kwa moja, sawa sawa ametokwa na manii mwanaume au hajatoka, ametokwa na manii mwanamke au hajatokwa, au wote wawili hawajatokwa, hukumu iko pale pale, sawa sawa huyo amefika mwisho au huyo hajafika mwisho, wote wawili kuoga ni wajibu, kugusana tu. Kwenye nia ya kukoga janaba ni kutia dhamiri na dhamira katika moyo wako, ndio nia inayozungumzwa, innamal a'malu binniyati, hadithi mashuhuri iliyosimuliwa na sahaba mkarim Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kila tendo talipwa kwa nia, na wanazuoni wamethibitisha kwamba nia pahala pake ni moyoni, na hata waliokengeuka kidogo baadhi wakasema yapaswa kutamkwa nia kwa baadhi ya majambo, lakini wanasema muqaranatu an-niyya ma'a al-lafdhi au ma'a an-nutqi, wanakarinisha, yani wanaambatanisha nia iliyoko moyoni na matamko, kwa bado lile, na wanakwambia wazi kabisa, kama utatamka nia yako katika ulimi wako
lakini moyoni hakuna, bado pia utakuwa jambo halijasibu na kuna kusihi. Na hili muqaranatu niyya, ndio maana ukakuta baadhi ya watu wanapata tabu. Usalli, anarudi tena usalli, ni ile wanataka ile nia inavyotoka na ile takbira ziende sawa. Wale matamko yake yanavyoyasema ni kujitia tabu tu. Nia pahala pake ni moyoni. Kwa hiyo janaba mtu atakusudia na nuia kuoga kwa ajili ya josho hili kubwa la janaba. Haidh na nifas kwa mwanamke pia ananuia hal kadhalika vivyo hivyo. Allahu a'lam. Hivyo hivyo siku ya Ijumaa, josho la siku ya Ijumaa unatia nia ya kuoga kwa ajili ya Ijumaa, utapata fadhila. Kama dasturi yako ni kuoga kila siku asubuhi, ukaoga tu bila kutia nia, hujapata thawabu. Naoga lakini kwa ajili pia leo ni Ijumaa, utapata thawabu za kuoga kwa ajili ya salatul Jumaa au swala ya Idi mbili na majosho mengine yaliyokuwa ya sunna. Na swali gumu hilo. Tumesema kule kwenye kanuni kwamba vikigusana hivi tupu ya mwanamke na mwanaume sawa sawa, kumetokwa manii yametoka au la, hapo ni wajibu mtu akoge. Vipi siku hizi kuna mipira ya wanaume na pia hata ya wanawake ipo. Sasa ile hukumu imesema wanagusana moja kwa moja bila kuwa na kizuizi. Hapa inaonekana kuna kizuizi, sivyo? Kati ya tupu hizo mbili kwa hichi kizuizi. Na wamekwenda hivyo, hakuna alio tokwa na manii. Je, wakoge? Watakoga ihtiyatan katika lugha ya kisheria. Watakoga ili kuondoa shubha ile, kwa sababu hata hiyo mipira ilivyotengenezwa kuna hali fulani ya kuhisi mgusano wa moja kwa moja, tofauti ikiwa mgusano huo imekuwa na nguo. Kati ya nguo na ile mipira unasemaje? Utaona kuna tofauti kidogo. Kwa hiyo hukumu yake itakuwa moja kwa moja ni kuoga. Wallahu a'lam. Hukumu ya kuoga ni kuoga tu, sawa ni mzinifu au si mzinifu. Hukumu ya kuoga ni kuoga tu, kama itakuwa imekidhi vigezo vya kuoga, navyo vikubwa ni viwili: nia na kueneza maji mwili mzima. Sasa josho hili limepatikanwa kwa njia ya zinaa, bado mtu huyu atakuwa ametaharika na anaweza kutekeleza ibada mbalimbali. Na ukisema yataharika, basi asiswali, asizunguke al-Kaaba na mengineo ambayo yanapaswa mtu yafanye hali ya kuwa na udhu. Ipo, nasema kauli sababu sina ushahidi wa kwamba ni hadithi sahihi au la, kwamba mzinifu josho lake akishazini mara moja, basi josho haliishi mpaka siku 40. Nafikiri hiyo ndio itakuwa imekuchanganya, ndio maana kaleta swali hili hapa. Nufrid, tuzingatie kwamba ni sahihi maelezo hayo. Hata kama ni sahihi, haizungumzui hilo. Maana yake ni ile athari ya dhambi haimtoki mzinifu kwa masiku hayo yote 40, na sio usafi ule wa kutoka kwenye hadathi kubwa kwenda kuwa katika hali ya utahara. La hasha wa kalla. Allahu a'lam. Na hii nipata kusikia sehemu moja, swala silikuwa nafikiri ilikuwa ni swala mlevi akinywa, na ilikuwa ni mlevi au mtu wa ramli, kwamba man ata kahinan, atakayemwendea kuhani au mpiga ramli akasadikisha kwa yale aliyomwambia, bwana hapa umesharogwa, hapa fulani akafanya hivi na hivi, swala zake hazikubaliwi kwa muda wa siku 40. Mimi bwana limsadiki kuhani, nataka nianze kuswali sasa, nisubiri siku 40 ziishe ndio nianze kuswali. Una hatari hiyo. Kwa hiyo hakuna jambo kama hilo, na milango ya toba iko wazi
alimradi tu mtu bado yuhai anapumua. Wallahu a'lam. Kati ya kusuka na michirizi, maeneo ambayo yako wazi yale ndio yako wazi, hayo ndio ngozi hiyo. Hapo maeneo yako wazi ndio ngozi yenyewe. Kwa hiyo hata yakiingia kiasi fulani machache yatosha, si lazima ingie kabisa yote. Mlango uko wazi katika hilo. Kwa hiyo hailazimiki kwamba lazima ngozi ilowane kabisa. Hakisha tu nywele zako zimeloa vizuri, yani zimetota vizuri nywele za huyu aliosuka. Maana nywele zikiloa zote ni wazi maji pia yatafika kwenye ngozi. Na jambo liko jepesi, ni juhudi inayotakiwa kufanywa isiyozingatia matokeo. Kwamba wewe umeambiwa chambua, sugua nywele zako, mwanamke huyo, hakisha maji yamepenya kadiri uwezako mara 3, usifumue. Kama hayakufika bado udhu wako ni tohara, yani kuoga kwako ni tohara kabisa, ni josho limekubalika, wala halina shaka. Lakini ingekuwa ulazima wa kufika, ungelazimishwa sasa kufumua nywele. Ingekuwa ulazima kwamba wa kufika lazima yaguse ngozi, basi ingekuja katika nini, ulazima wa nini, wa kufumua. Lakini wamerahisishiwa wanawake, hawana ulazima wa kufumua nywele. Kwa hiyo watafanya kadri wawezavyo, ikifika maji, asipofika wala hakuna shaka yote. Kwani maji yatakiwa afike wapi kwa muogaji? Kwenye nywele au kwenye ngozi? Nimesema kwenye ngozi, nataka ifike kwenye mwili. Mwili ndio unaoguswa na maji, mwili mzima. Ngozi ifikiwe na maji. Ndio jambo la kuoga liko hivyo. Ama kwenye kutawadha ni nywele, kwa sababu unapangusa tu. Ila kuoga katika baadhi ya vitabu kusoma Badul Fiqhi, au vitabu fasl Imam Shafi anasema tahta kulli sha'rin janaba, kila chini ya unywele kuna janaba. Wanamaanisha nini? Kwamba lazima ngozi ifikiwe na maji wakati wa kuoga. Sasa huyu ambaye ana hali kama hiyo atafanya kadri iwezekanavyo maji yafike. Isipofika Allahu a'lam. Hukumu ziko pale pale. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni mtu yakitokwa na manii kwa hali yote ile. Kama ametokwa na manii kwa zile ladha, sio utangulizi wale madhi, ladha na kuchupa, ni kuoga tu. Alotamaniwa hawezi kuoga kama hajaguswa, hawezi kuoga. Ima atokwe na manii ama wamegusana, tupu mbili zimegusana. Kwa kweli suala la kutumia mipira ni jambo ambalo liko wazi. Kama kutakuwa hakuna madhara ya utumiaji wa mipira, itakuwa inajuzu. Kwa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, athari inaitwa au takrir, kwamba wakati wa mtume walikuwa wao ili kupanga uzazi wa mpango, so sasa watoto wanne, si miaka mmoja wapishana miaka 10, kupishanisha watoto kati ya mtu mmoja na mwingine ambao ni miaka 2, ilikuwa wana badala ya kumwaga mbegu zao sehemu zingine pale inapotakiwa, walikuwa wakimwaga nje, inaitwa azl katika lugha ya sheria. Kwa walivyokuwa wakimwaga nje, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akatazi kufanya hivyo, ikaonesha kwamba inaruhusiwa kufanya hivyo, kumwaga nje badala ya kumwaga sehemu husika, ajili ya kupanga uzazi, watoto wasije wakafuatana sana. Ukiangalia jambo la mipira kwa nadharia hii ya kupanga uzazi, ipo vile vile, ni sana kumwaga nje tu. Meleka. Kwa hiyo kama hauna madhara umethibitika kisheria, hakuna shida kutumia mipira, badala ya kuwa mtu ambaye anahofia kuwa mzito katika kuwahi kutia maji nje badala ya kutia maji ndani. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khair.